Hautakiwi tena kuishi kwenye shida. Hautakiwi tena kuishi kwenye umaskini. Hautakiwi tena kuishi kwenye magonjwa. Ndio maana mara nyingi nakwambia, usipomwona Mungu bali hapa mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ziko njia zilizoko kwenye maisha ya watu zinazosababisha wawe kama walivyo. Lakini Mungu anapokufundisha ni kwa ajili ya kukutoa kwenye shida ulio nayo, ni kwa ajili ya kukutoa kwenye tatizo ulilo nalo, ni kwa ajili ya kukutoa kwenye aibu unayoishi, ni kwa ajili ya kukutoa kwenye mpango mbaya ambao adui alikuwekea, ni kwa ajili ya kukutoa kwenye vifungo. Kwenye vifungo. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kusema, kazi ya kutii na kufuata ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya kutii na kufanya ni ya kwako. Siwezi kukulazimisha. Ndio maana yako maisha mengine watu wanayapitia. Ukienda mbele za Mungu ukianza kumuuliza, ni tabia yake ndio inamfanya abaki huko. Ni mtazamo wake ndio unamfanya abaki huko. Kwa sababu ameacha mtazamo wa Mungu. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Angalia hapo umesema taja maua badala ya roho. Taja maua badala ya majivu. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Kuna watu wamepakwa mafuta ya misiba. Ndio maana yuko tayari asikie msiba uko wapi aende. Lakini hayuko tayari kwenda ibadani. Hata kama msiba hauhusu. Hawezi akasema ngoja niende mbele za Mungu kwanza afu ndo nikimbilie msiba. Ukitokea msiba mtaa wa 6 wa 7, yuko tayari ahirishe kusogea mbele za Mungu. Nisikilize, Mungu tunayemtumikia. Mungu tunayemtumikia na Yesu mwanae alimtuma. Wao wanathamini mahusiano kuliko kingine chochote. Ndio maana tunamwona mwanafunzi mmoja wa Yesu anasema, Bwana nipatie ruhusa niende nikamzike baba yangu. Angalia Yesu alichomjibu. Wakati huo Yesu anafufua. Wakati huo Yesu alikuwa anaponya, lakini alikuwa na mwanafunzi ambaye anampiga babake mgonjwa. Kwa nini alimwacha? Alipokufa akamwambia nipe ruhusa niende nikamzike baba yangu. Yesu alichomjibu anasema, twende nifuate, waache wafu wawazike wafu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usipofuata mahusiano yako na Mungu, usipolinda mahusiano yako na Mungu, kuna baadhi ya vitu utavitaka kwa Mungu utapata. Kuna baadhi ya vitu utaomba Mungu hatakujibu. Atakuacha kwenye mateso uliokuwa unapitia. Na huyu bwana alikufa baba yake akazikwa. Na Yesu alifufua na amemuona Lazaro akimfufua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nafasi yake sio ya upendeleo. Unamthamini Mungu kwa kiwango gani? Unamwamini Mungu kwa kiwango gani? Kuna watu wamepewa taji na wamepakwa mafuta ya maombolezo, lakini wamevikwa taji ya majivu. Kila anakoonekana na kusimama anaonekana na kasoro. Hawajai kusema yuko sawa sawa. Hata akijitahidi kufanya sawa anakosoa watu. Anajaribu kujipendekeza anaonekana hajafanya sawa sawa. Inawezekana hujawahi kukutana nayo. Hiyo mimi nimekutana nayo sana. Wakati sianza kumtumikia Mungu, niliteseka sana.
Kuna watu wengine unajipendekeza, yani unafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, unakubali ngoja niumie. Lakini wakija wanakuona kama hujafanya kitu. Wanakusahau vipi? Hawakupokea, wanakukosoa. Unajaribu kusema leo ngoja nijaribu nifanye vizuri zaidi, lakini like jambo dogo la kwako hata lilokosea mwingine unatoka moyo. Kwa nini muda wote anaonekana mwovu ni wao? Wao haonekani waovu. Wao haonekani wana makosa. Ndio maana sema wapewe. Ndio wapewe manake hawana. Bwana Yesu asifiwe. Hawana, kuna vitu ambavyo hauna kwenye maisha yako. Roho Mungu anapokuja ni kwa ajili ya kukupatia vitu ambavyo hauna. Roho Mungu anapokuja kwenye maisha yako ni kwa ajili ya kubadilisha historia ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuendi ibadani ili kusali, tunakuja kuchukua majibu. Tunapoenda mbele za Mungu tunakuja kufuata majibu. Ndio maana Roho Mungu anapokuja anakuja kwa kazi maalum. Ndio maana kila mmoja kanisani, mimi nikikuona umenena kwa lugha tu lazima nimuulize Mungu, ni wewe? Kwa hiyo nitarajie nini kutoka kwa wewe? Sema sitafanya jambo lolote pasipo kwa taarifa ya watumishi wako. Ambia Mungu jipinge mwenyewe. Jipinge mwenyewe. Umesema ufanye bila kututaarifu. Nataka kujua kwa habari ya huyu mtoto. Nataka kujua kwa habari ya huyu mtoto. Mimi sifurahi kunena tu kwa lugha. Nataka matokeo ya kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mimi huwezi kunidanganya kama umeokoka ati kwa kunena kwa lugha. Eti kisa unaomba sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakufimu wao wanaikiza. Labda kama wewe hujakutana nao. Kwa ndani ya kanisa tumeshakutana nao wengi sana, ila wewe huwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiambiwa utawachukia. Kuna wengine wanatakiwa wapeleke taarifa za Mungu wako. Ndio maana waliopelekwa kumkamata Yesu, walipomsikia, waliporudi wakasema tujapata mtu anayenena kama yule. Hawakuweza kumkamata Yesu. Kwa hiyo hawakuweza kumkamata Yesu. Sio kama alikuwa hajui, alikuwa anajua, lakini alitaka waelewe, warudi kule wakasimulie. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa nini Mungu anawaleta waovu kwenye kanisa? Anawaleta kwa sababu Mungu anataka hao ndio wao wajumbe. Wewe huwezi kwenda kuzimu, wao wataenda. Wewe huwezi kukutana na Lucifer au na wakuu wa Lucifer. Na kuna watu watakutana nao. Hao ndio watakao kuwa wajumbe. Hao ndio watakao peleka taarifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia kitu kingine tunachozungumza hapo mbele. Kwa habari ya roho. Kumbuka, usisahau pale tu amezungumza nini unaposoma huko chini. Sababu ya hayo mengine kutokea. Sababu ya hayo mengine kutokea. Mstari wa 4. Anasema, nao watajenga mahali pa kale palipo kuna kitu niliruka pale juu. Na mstari wa 3 anasema kuagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya machifu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Anasema vazi la sifa badala ya roho zito. Kuna vazi la sifa. Anasema wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Wapate kuitwa. Angalia nafasi yako umepata. Kwa sababu lazima kauli uko mtaani zigeuke. Lazima kauli uko ofisini zigeuke. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wapate kuitwa miti ya Bwana iliyo hai. Kwa sababu unaweza ukawa mti uliokufa. Roho Mungu anapokuja na kufanya mti ulio hai. Roho Mungu hakai tu kwako, anakufanya kuwa mti ulio hai, maana unaozaa, unaochipua, unaotengeneza matawi mengine, unaofanya matunda yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Mti uliokufa hauzai. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nini kinazaliwa kwenye wokovu wako? Nini kinazaliwa kwenye wito wako? Bwana Yesu asifiwe. Hii kazi za Roho Mtakatifu akishakuwa ndani ya mtu. Angalia kitu kingine ule mstari wa 4.
Asema nao watajenga mahali pa kale palipoharibiwa, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani. Watatengeneza miji iliyoharibiwa, mahali palipoachwa kizazi baada ya kizazi. Angalia, Roho Mungu akishakuwa juu yako unakuwa matengenezo ya mambo ambayo yalikuwa yawezekani ili yawezekane, ya mambo yaliyokuwa yafanyike ili yafanyike, ya mambo ambayo yalikuwa yakamilika ili yakamilike. Roho Mungu akishakuja kwenye maisha yako, kile walichoshinda babu zako wewe unakiweza. Anasema mahali pa kale pale paliposhindikana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna familia zingine tunazaliwa tunakuta ugomvi. Wanagombana mashamba. Unakuta shamba hilo waligombana na malengo babu yake na babu yake, na wanawaachia nyinyi watoto ugomvi. Wanawaachia ugomvi. Unakuta familia imezaliwa inasemaga fulani mchawi, fulani mchawi. Hakuna anayemsogelea, fulani anaua wenzake, fulani anaua wenzake. Hakuna anayesala ule mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamekaa kwenye hofu, anasema atapajenga mahali pa kale, atapainua. Bwana Yesu asifiwe. Neema kupainua iwe juu yako. Wewe shindikana kwa waliokutangulia, yakatimie kwako kwa jina la Yesu. Bwana juu yako kwa jina la Yesu. Bwana iwe juu yako kwa jina la Yesu. Mungu inapokuwa juu yako, inaondoa historia ya kwanza, inaruhusu historia mpya, inaondoa kicho mtazamo wa kwanza, inaleta mtazamo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tunataka ujue wewe ni mtazamo mpya. Haijalishi umezaliwa kwenye ukoo uliokataliwa, utakuwa ni ukoo unaokubalika. Haijalishi umezaliwa kwenye ukoo wanaokufa mapema, historia inafutwa, ukwasa unafutwa, ukwasa unafutwa, ukwasa unafutwa. Nasema hautakufa, watoto wako hawatakufa, hautakotea, watoto wako hawatakulisha nyumbani, hautawaacha maskini, hautawaacha kwenye nyumba ya kupanga, hautawaacha wakiwa hawana kitu. Bali iwe juu yako, Kristo iwe juu yako. Ndio maana kanisa lazima uwe makini. Lazima watapajenga mahali pa kale na kupainua. Sio kuna tabia zingine unazikuta zilikuwepo zinakufa na wewe. Maandiko yanasema nami napatiliza maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na cha nne. Ndio maana nilikwambia tabia nyingi za watoto zinatoka kwa baba zao, hazitoki kwa mama zao. Baba ndio anaambukiza. Akina mama wao wanachochea tu zile hasira, lakini hawana uwezo unaoanzia kwao unaweza kubeba kizazi. Wao wanaweza kuambukiza tabia tu fulani, lakini baadhi ya vitu ambavyo ni mfumo wa kimaisha unaanzia kwenye ukoo wa baba, unaanzia kwenye ukoo wa babu yako, unaanzia kuanzia kizazi cha kwenu, chenye jina unalolitumia, chenye nafasi unayoitumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atapajenga mahali pa kale. Ndio maana kijana au binti uliyezaliwa kwenye hiyo familia, kumbuka unabeba jina la baba yako, unabeba jina la ukoo wako, sio ukoo wa mama yako. Vile mama yako na sehemu ndogo sana, hiyo mambo mengi unayokabiliana nayo hayaishia kwa mama yako, yanaishia kwa baba yako. Yanaushirika sana na mama yako, yanaushirika sana kwenye kizazi cha baba yako. Ni vizuri sana kuwa makini, kwa sababu unachokijenga ni jina la ukoo wako, unachokijenga ni jina la familia yako, unachokijenga ni jina la kizazi chako. Kwa hiyo kama unajenga jina la kizazi chako, mahali pa kale palipobomolewa, palipomoa leo yako, haribu jana yako, haribu kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wetu yako kwa jina. Bwana wetu yako kwa jina la Yesu. Bwana wetu yako kwa jina la Yesu. Ukapata vile vile unakuta watu wana mafarakano. Iko neema ya upatanisho, iko neema na uwezo ndani yako, iko neema na nguvu ndani yako. Bwana achilie ndani yako, Bwana achilie ndani yako, Bwana achilie ndani yako. Jina la Yesu.
kulianzisha kanisa. Utakuta kuna watu waliokoka kabisa. Utakuta kuna watu walikuwa sababu kazi kukataliwa, lazima wa sababu kazi kukubalika, lazima wa sababu ya kanisa kukubalika, lazima wa sababu ya kanisa kuitwa mtu wa Yesu asifiwe. Haleluya. Aliyebarua Mungu kazi yake ni kujenga. Kazi yake ni kukamilisha. Ukiona mtu ana roho ya Mungu anabomoa, ujue kuna kitu kibaya. Kuna kitu kingine huko ndani. Ukiona mtu anasema ana roho ya Mungu lakini anaharibu, ujue kuna kitu kingine huko ndani. Hapo kanisani ni kiegesho tu. Hiyo huduma anasema anayo ni kiegesho tu. Kwa sababu kazi yake ni kujenga. Kazi yake ni kukamilisha. Kama ulikuwa umepungukiwa yanakujazia. Kama ulikuwa hujakamilika yanakukamilisha. Neema ukamilisha ile kwako. Neema kukamilisha ile kwako. Neema kukamilisha ile kwako. Neema kukamilisha ile kwako kwa jina. Msikilize, kuna watu wanaitwa tu wasichana. Lakini akikaa anaweza kukaa mwezi mzima hajatongozwa. Kama haijatokea hivyo ni wewe kwako. Yesu asifiwe. Kuna wengine wako hivyo. Lakini mwingine kila mchumba anayekutana naye anataka kumchezea na kumwacha, hana mpango wa kumwoa. Maana uchumba wake ukamiliki. Sasa roho Mungu ni kwa ajili ya kukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakuwa mchumba anakuambia sina mahali. Roho Mungu akishakuwepo kwako, maandiko yanasema Potifa alifanikiwa kwa sababu ya Yesu. Ndio maana hata mchumba wako anatakiwa ufurahie kukutana na wewe, kwa sababu mambo ambayo yalikuwa yakamiliki yatakamilika kupitia wewe. Ndio maana kama upo hapa ndani na mchumba wako, hakikisha unamwombea sawa sawa na kumwambia Mungu mkumbuke mtu huyu ili aweze kukamilisha. Umenileta kama ukamilisho. Maandiko yanasema si vema mtu huyu awe peke yake, nitafanyia msaidizi. Mwanamke ni mkamilifu wa huyo mwanaume. Hata kama hajaokoka, kuna wakati kuna vitu utapata kwa ajili ya neema yako. Kuna vitu utakutana nayo kwa ajili ya nafasi yako. Ndio maana Yusufu alipoingia kwa Potifa, kwa sababu ya ile roho ya Mungu aliyokuwa nayo, Potifa alianza kufanikiwa. Nisikilize, Yakobo alipoenda kwa Labani hata kama alikuwa na miungu, lakini tunaona namna mifugo ya Labani ilivyochanua. Kwa nini ilichanua? Kwa sababu Yakobo alikaa pale ndani. Yakobo alitembea pale ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mafanikio ya taifa hili kwa kwako. Kwa mafanikio kwa mume wako ipo kwako. Kwa mafanikio kwa mke wako ipo kwako. Unataka kupeleka pale ili unafahamu. Unataka kupeleka pale ili ukamilize. Ili nguvu ya baraka, ili nguvu ya ushindi. Bwana kutengeneza kwa upya. Bwana kuunda kwa upya. Roho atakusaia kwa upya. Roho atakusaia kwa upya. Yasema uzaliwa upya. Yasema uzaliwa upya. Yasema uzaliwa upya. Kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kuzaa kwa upya. Yes. Kwa sababu unaweza kuwa umezaliwa kwenye fikra za kibinadamu na unao mwili unaorogeka. Roho hairogeki. Unao mwili unaolanika. Roho hairaniwi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hai kabisa, lazima uweze kuwa makini sana katika hatua ambayo Mungu amekupatia. Angalia kitu kingine. Mstari wa 5 anasema wageni watasimama na kulisha makundi yenu. Utumu wa Mungu wetu mtakula utajiri wa mataifa na kujisifu kwa utukufu wao. Angalia. Huwezi kuwa na baraka tu za peke yako halafu unasema umeokoka. Lazima kuna watu wale kupitia nafasi ulionayo. Kuna watu wanywa kupitia nafasi ulionayo. Lakini kuna wakati unapokuwa mbele za Mungu, kuna watu ambao watafanya cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana ukiona mtoto aliyeokoka anasema ameokoka afu mwizi, unamshangaa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ameokoka afu mwizi. Hakuna mfalme ambaye ni mwizi. Na kwa Yesu kweli hakuna mfalme ambaye ni mwizi, vyote ni mali yake. Hakuna mfalme ambaye ni mwizi. Hebu muangalie jirani yako usoni. Alafu muulize, tangu mwezi wa kwanza umemkumbuka Mungu kwa mapato yake yote? Kwa mapato yako yote? Tangu mwezi wa kwanza. Hakujibu nini? Ujue mwizi. Ukiona kanyamaza ujue mwizi. Amen. Mwizi. Alafu naenda baba niko hapo. Niko hapo, alafu nategemea atakusikiliza.
Niko hapo, unategemea atakujibu? Mungu afadhili majambazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize wewe. Okay basi, ulikula kile kikombe chake kile. Ulikula kile kikombe chake, ulishawahi kwenda kumshukuru? Tangu mwezi wa kwanza mpaka leo, ulishawahi kumwambia Baba nakushukuru kwa ajili ya huu mwezi wa kwanza? Ndio nasema mshukuru Bwana kwa mapato yako yote. Ulishawahi kumshukuru? Ukiona hivyo hauendi na Mungu. Hata kama ulinena kwa lugha, ulikuwa unawafurahisha walioko kanisani wajue kuna Roho Mtakatifu. Mungu aliamua kujifunua tu ili walioko wajue Roho Mtakatifu yupo. Na ndio maana mahali pengine anasema, utasema tulitoa pepo kwa jina lako. Utasema ondokeni sikuwajua. Kunena kwa lugha sio tiketi ya kumwona Mungu. Sio tiketi ya kuwa wewe mwana wa Mungu. Inawezekana uliambukizwa tu kwa sababu ya ile neema iliyopo. Uliambukizwa tu. Na kuna watu wanaambukizwa siku ya mwisho watakataliwa. Watakataliwa kwa nini? Kwa sababu walikaa kwenye uwepo wa Bwana. Hata Sauli japo limuaja linena, watu wakasema naye ni miongoni mwa manabii. Hata kama alikuwa ameenda kumuua Daudi, hawezi kumkamata Daudi. Alinena. Angalia, sio kama miongoni mwa Sauli, ndani kuna roho mbaya. Nje unanena kwa lugha. Alafu nafikiri ndio tiketi Mungu amekukubali. Kwa sababu wengine akinena kwa lugha nafikiri ndio Mungu amemkubali. Mungu kukubali ni kuishi na wewe. Unakaa siku nzima Mungu hajasema na wewe chochote kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya watu ambao wamekutuma kwao. Hujahisi chochote, hujasikia chochote. Alafu nasema na Mungu. Mungu alitaka kumdhihirishia mtu kwa yupo. Haikuwa kwa ajili yako. Na ndio maana mahali pengine Yesu wakati limeshuka wingu, maandiko yanasema, mbingu zikasema huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Yesu baada ya wingu kuondoka akamwambia sauti hii haikuwa kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu, ili mpate kujua. Ili mpate kujua. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu vipo ili ujue kwamba Mungu yupo. Usipoweza kubadilika, kanisa usipoweza kubadilika, unasindikiza. Subiri tu mchungaji wako atakuja kuombea kwenye ibada yako siku ya mazishi. Kama wanaomba gafu akaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wanaomba gafu akawa kwa Mungu. Ndio maana sitamani hilo litokee. Kwa sababu Kristo ni nguvu inayobadilisha mfumo wa maisha. Inabadilisha mfumo wa maisha, iwe wa mwili wa roho. Roho Mtakatifu anatawala mwilini, anatawala roho. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatawala mwilini, inatawala na roho. Mimi sitamani kuwa na kanisa la watu wanaolialia. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na kanisa la watu ambao wataobeba wengine. Ndio maana anasema watu wengine watatunza mifugo yenu. Sasa unakuta nyumba nyingine ya Mkristo ameokoka hata paka tu hana. Wanakushinda hata wafuga majini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Afanya kitu. Unaweza ukasema sina nyumba ndogo, jenga hata kibanda. Kwa hiyo nyumba uliyopanga jenga ka kibanda kako, pigilia kama kambao pale uwanjani, weka mifugo yako. Mwambie Mungu ndio nimeanza safari. Ya watu wengine kutunza mali zangu. Nimeanza safari ya watu wengine kusimamia cha kwangu kama sawasawa na andiko lako. Bwana Yesu asifiwe. Maana neno lako walirudi mpaka limetimiza. Yes. Kwa hiyo leo lipo kwangu kwa ajili ya kutimiza unabii uliosema. Kwa sababu hilo neno la Mungu ni unabii mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana nimekwambia hiki unachokiona hapa, ukienda kwenye Luka sura ya 4 utakikuta. Yesu anawaambia maandiko haya leo yametimia kwenu. Na ndio maana Ukristo wako bila Roho Mtakatifu ni kupoteza muda. Fungua Biblia yako kitabu cha Danieli. Sura ya 6. Sura ya 6. Sikupeleke mbali sana. Nakuweka kwenye maandiko uliyoyazoea.
Roho ya Mungu ni chanzo cha wewe kuchukua nafasi za watu. Umesoma, unataka kwenda kupata ajira. Utachukuaje kama huna Roho ya Mungu? Na umepata hizo nafasi sawa, utachukuaje nafasi ya ukuu kwenye hizo ofisi? Wewe umekuja na roho za kuzimu. Umekuja na roho za kiutawala, za giza. Kama hauna Roho ya Mungu. Ndio maana ninapozungumza kwa habari ya maombi ya mtu kujazwa Roho Mtakatifu, ndio maana unapokuta watu wanaohudhuria ni wachache, unajiuliza huyo mtu anaikataa injili ya Ukristo. Kuna watu wanaikataa injili ya Ukristo, anafikiri Ukristo ni dhehebu, anafikiri Ukristo ni dini. Ukristo sio dini, ni matendo ya Mungu au ni mahusiano ya Mungu kati ya mtu na Mungu wake. Danieli sura 6 Biblia inasema kuanzia mstari wa 4. Kuanzia mstari wa 4 Biblia inasema, basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala alikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Maandiko nasema, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika sheria ya Mungu wake. Bali wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi. Okay, ngoja nisome pale juu, kuna kitu nimeuka pale juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ule mstari wa 3 siyasoma. Hapo ngoja nianzie mstari wa 2. Anasema, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwa mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa, angalia neno anachosema, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mstari wa 4 ndio unakuta, basi mawaziri na maamiri na maamiri wakatafuta sababu. Asema kwa kuwa roho ya Mungu ilikuwa ndani yake. Roho ya Mungu ikishakuwa ndani yako, hauwezi kufanana na mtu wa kawaida. Roho ya Mungu ikishakuwa ndani yako, hauwezi kufanana na matapeli walioko nje. Leo watu wa Mungu wanafananishwa na vibaka walioko nje, wanafananishwa na watu wasiomtumikia Mungu huko nje, wanafananishwa na watumishi wa ibilisi huko nje. Ni aibu. Ni aibu. Maandiko yanasema hapa, wakati wameweka maraibu ama waziri 120, maandiko yanasema Danieli alikuwa mmoja wao. Wakati yuko pale pamoja nao, mfalme asipate hasara, maana kuna wengine walileta hasara. Kuna wengine walikuwa sababu ya hasara. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ni nani kabla ya Mungu? Ni sababu ya Mungu kupata hasara au sababu ya Mungu kupata faida? Maandiko yanasema mfalme ili asipate hasara. Wakati wa mfalme ili asipate hasara, maandiko yanasema Danieli alipata sifa kuliko maliwali wote. Na hiki ndicho ambacho kilikuwa kinatokea kwa Yusufu. Hakuweza kufanana na Misri yoyote, hakuweza kufanana na asiyeokoka yoyote, hakuweza kufanana na asiye na Mungu wa Israeli yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuokoa ili akutofautishe na ndugu zako, ili akutofautishe na kizazi kilichotangulia, ili akutofautishe na kanisa, ili ufananishwe na wasiookoka, na wasiotumika, na wasioabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema mfalme akazimu kumweka juu ya maliwali wote 120. Anasema kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake. Roho ya Mungu inapokuwa juu yako, roho ya Mungu inapokaa ndani yako, inakutengeneza kuwa wewe zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Inakutengeneza kuwa zaidi. Sio nyumba ya pili wanalia chumvi na wewe chumvi. Nyumba ya pili umeme umekatika, hawana fedha ya kununua umeme na wewe hauna umeme. Wewe hafu unasema una Mungu. Nyumba ya pili
Manake Mungu wako hajasimama kama jibu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kueleza ukweli mtu wa Mungu. Sitaki nikupake mafuta kwa sababu utajifariji eti kisha unanena kwa lugha. Utajifariji eti kisha unaenda kwenye kanisa la waliookoka. Wokovu sio kwenda kwenye kanisa la waliookoka. Wokovu ni matendo ya Bwana. Maandiko yanasema injili ni uwezo wa Bwana unaoleta wokovu. Kama injili ni uwezo wa Bwana unaoleta wokovu, mahali walipojengwa wao utaweza. Mahali ambapo kuvuka wao, hakikisha unavuka. Hakikisha unavuka. Neema hiyo iwe juu yako. Neema hiyo iwe juu yako na uzao wako. Neema hiyo iwe juu yako na watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema watatafuta sababu lakini hawakuweza. Wanatafuta sababu za kufukuzishwa kazi, hawazipate. Wanatafuta sababu za kuogombanisha, hawazipati. Mahali palipo na Roho Bwana hatumpatii haki mwovu ya kuweza kutawala. Hatumpatii haki mwovu yeye apasaka. Ndio unapokuwa na Roho ya Bwana usianze kusema sababu fulani. Sema ni mimi mwenyewe. Kwa sababu ya Roho Bwana maovu wakitafuta sababu waipate. Ikawa hivyo kwako. Ikawa hivyo kwako. Ikawa hivyo kwako. Ikawa hivyo kwako kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema mtakuwa watu wa kulalamika. Maandiko yanasema wanatafuta kuona namna gani watamwaibisha Danieli, kuona namna gani watamtukanisha Danieli. Maandiko yanasema ni sababu yako mambo yanatokea kwa watu. Mambo wamekuwa sababu. Hakikisha unamwondolea shetani sababu. Hakikisha unamwondolea shetani sababu. Bwana ifute historia ya maisha yako iliyopita, iliyopatia adui nafasi, iliyopatia adui ya sababu. Bwana ifute leo. Anza upya na wewe. Anza upya na wewe. Anza upya na wewe. Anza upya na kizazi chako kwa jina la Yesu. Hapo inapokuwa ndani yako watakuwa wanahangaika. Ndio maana maandiko yanasema watashindana na wewe lakini hawataweza. Unataka ujue. Unataka ujue. Nafasi tuliyopewa. Adui hajafungiwa mlango kujaribu. Lakini ajue hataweza. Lakini ajue hataweza. Hizo ndivyo ilivyo kwako. Hizo ndivyo ilivyo kwako. Hizo ndivyo ilivyo kwako. Hizo ndivyo ilivyo neno kwako. Neno hili iwe hai yako. Neno hili iwe hai juu ya maisha yako. Neno hili iwe hai kwa watoto wako. Neno hili iwe hai kwenye biashara yako. Neno hili iwe hai kwenye mahusiano yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu au Roho wa Mungu hawapatii haki ya kuendelea kukusumbua, ya kuendelea kukutesa. Wanaotafuta kukutesa wajiandae. Msikiza niebaka pekesa. Ukisoma kwenye Danieli 3 utakuta Washadraka, Meshaki na Abednego waliandaliwa tanuru ya moto. Hao ni watu ambao hawakwenda kwa mwili, walienda kwa roho. Watu walioenda kwa roho. Usikilize, wataandaa mashambulizi lakini hayatakuweza. Wataandaa ugonjwa lakini hautakuwa. Wataandaa langa haitakuaibisha. Wataandaa mafarakano hayatakuweza. Maandiko yanasema walipoandaa tanuru ya moto wakawakamata hawa jamaa. Walipowatupia kwenye tanuru ya moto, waliotupia walikuwa wao ndio wakuliwa kwanza. Usikilize, wapo adui wa shetani, wako mawakala wa shetani, wako wajumbe wa shetani walioandaliwa kukuingiza kwenye aibu, walioandaliwa kukuingiza kwenye mateso. Isekapa Badazi Kleba Uwalia haya nafuta. Uwalia haya mesimama ili kuondoa uwezekano wa wao kupata shida, ili kuondoa uwezekano wa wao kulea. Wajiandae kulea. Wajiandae kulea. Wajiandae kulea. Wajiandae kulea. Wajiandae kulea kwa jina la Yesu. Ndio maana nasema hawatatuza mifugo yenu. Wakati wao unafanya shughuli za kwako, wakati wao unazungumza na Bwana, anakuletea
watu sahihi, watu wa haki, watu wa kweli. Ashekaraba seye, Bwana Bwana ifanye neno hili kuwa hai. Asema saka aliyosema na liangalia neno lake ili apate kulitimisha. Bwana yatimishe kwako, Bwana yatimishe kwako, Bwana yatimishe kwako, Bwana yatimishe kwako. Wasina haya Roho ya Mungu haikufanya wewe uteketee, haikufanya wewe uangamie. Ndio maana hao jamaa askari wa mfalme waliteketea wenyewe. Acha wachao waliotumwa na magonjwa waache kuugua, waache kuangamia. Wamesema siku ya kisasi cha Bwana uliyepasia unapokaa kwa roho, unapotembea katika Bwana na wajibu wa adui zako. Acha Bwana wajibu wa adui zako. Acha Bwana kanisa lipe laka asha kataka lapa ya masindeka iko saka kaya lapa siketea yake kataiko saka wana yupo anesha kaya relaze kaya bita iko sepa kaya wasia iko kipe kilimayanda waya saka acha waicho kutengenezea kiwabaliza, acha maneno waliokujuizia yaondoe. Bwana na yakeuza, Bwana na yakeuza, Bwana na yakeuza. Hiki ni kisasi cha Bwana kwa hiki ni kisasi cha Bwana kwa chini. Hiki ni kisasi cha Bwana kwa kisasi cha Mungu hakifanyi kazi kwa mtu asiyeongozwa na Roho. Yes. Ukikubali kuongozwa na Roho, unasema Roho Bwana yu juu yangu. Wasikilize, ukisoma Biblia kwenye kitabu kile cha Mathayo, maandiko yanasema Yesu akaongozwa na Roho. Ikani iliyogaribiwa na Ibilisi. Maana Roho alikuwa juu ya Yesu. Kama Roho alikuwa juu ya Yesu, Yesu Roho Bwana awe juu yako. Ili akuongoze, ili akuongoze, ili akuongoze bila kuongoza kumtawala adui yako, bila kuongoza kumiliki adui yako, bila kuongoza kuwa juu ya adui zako. Yes. Petro ni pasia. Kanisa, hujaitwa kuwa mwanachama wa dini. Yes. Umeitwa kuwa mwanachama wa Bwana. Yes. Wewe ni sura ya Bwana. Yeye asiyetawaliwa. Yeye asiyekaa chini ya yeye asiyetawaliwa. Yeye asiyeinamishwa. Ansea basaka. Akufanye kuwa akufanye kuwa akufanye kuwa yeye. Akufanye kuwa yeye. Ninasema wewe. Ninasema wewe. Neema tuliyopewa sio ya kawaida. Ni rahisi kuchezea vitu vingine, lakini usichezee nafasi ya Mungu. Amen. Nafasi ya Mungu ni kitu kingine kabisa. Amen. Ambacho sio cha kawaida. Na ndio maana nakwambia ukijificha umejificha mwenyewe. Umeyaficha maisha yako, hakuna atakaye kufuatilia. Wewe usije ukafikiria apostoli gani atasema. Ukiona nimesema ni kwa sababu nimeruhusiwa kusema. Hata kama najua wewe ni kibaka, mimi nakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Baka Mungu aniambie niseme nini kusema. Baka Mungu aniambie nikuonye ndipo nitakapokuonya. Kama hajaniambia, hata kama nimesikia kuna watu wanalia, nitanyamaza. Ufike wakati wa Bwana kusema na wewe. Ufike wakati wa Bwana kuweka kando. Sisi nitakaposema na wewe. Lakini wewe nimesikia na nifanye kama sijasikia. Lakini msikie Bwana akasema, Roho ya Mungu inapokuwa juu yako, haikufanyi kuwa mtu wa kutapata. Haikufanyi kuwa mtu wa kutapata. Mungu anapokupa kusema jambo, ni kwa sababu kuna maisha mtu anatengeneza. Kama ambavyo leo anatengeneza maisha yako. Kama sasa leo anatengeneza huduma yako. Kama sasa leo anatengeneza ndoa yako. Kama sasa leo anatengeneza afya yako. Kama sasa leo
mpya. Pokea ufahamu. Pokea roho. Pokea roho. Pokea roho. Wacha haya. Kanisa. Mungu hajakuandaa wewe wa kawaida. Na ndio maana nilikwambia Farao hakulazimishwa kujua kuwa Yusufu ana roho nyingine. Wala Labani hakulazimishwa kujua ya kuwa Yakobo ana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawakujitangaza ila Mungu aliye naye. Yes. Alisema mali wanakokwenda. Yes. Akina Danieli hawakulazimishwa watu wajue kuwa kuna Mungu. Ukishakuwa na roho ya Mungu inakutambulisha. Yes. Yes. Roho ya Mungu ina nguvu ya kukutambulisha unakosimama. Ina nguvu ya kukutambulisha ofisini kwako. Na ndio maana Yusufu alitambulishwa kwenye kwa Potifa. Yes. Hakujitambulisha yeye kuwa naye Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipofika ikulu ile roho iliyokuwa ndani yake ilimtambulisha. Roho ya Mungu ni utambulisho. Amen. Kwa nafasi ulio nayo. Amen. Roho ya Mungu ni nguvu ya kukutambulisha. Yes. Bwana Yesu anasema nanyi mtapokea nguvu. Maandiko yanasema hawakulazimisha watu kujua kwa hawa kina Petro ni watu gani. Maandiko yanasema dunia ikaseke. Wakati wanashangaa kusema watu hawa ni akina nani. Maandiko yanasema wakajua ya kuwa walikuwa na Yesu. Kwa sababu walitambua ni watu wasio. Elimu walio nayo haikuwazuia. Elimu walio nayo haikuwakatalia. Elimu walio nayo haikuwatenga na Yesu. Waibaki kuwa na Yesu. Na matendo ya Yesu yalikuwa pamoja nao. Sikiliza mtu wa Mungu. Inawezekana uko hapo unasema sijasoma. Inawezekana uko hapo unasema sina fedha. Inawezekana uko hapo unasema sina mali. Yuko Mungu aliye zaidi ya mali. Yuko Mungu aliye zaidi ya elimu. Yuko Mungu aliye zaidi ya mali. Yuko Mungu aliye zaidi ya elimu. Yes. Kuna Yesu asifiwe. Hakina Petro hakuhitaji kujitambulisha. Baada ya Yesu kuondoka, wale waliofuatilia walijua hizi ni namba zilizounganika. Ukiunganika na roho ya Kristo, hautajitambulisha. Ulicho nacho kitakutambulisha. Ulicho nacho kitakutambulisha. Wakila neema ya utambulisho. Wakila neema ya Roho Mtakatifu. Wakila uwezo wa Roho. Wakila nguvu za Roho. Wakila nguvu za Roho. Hatuendi kwa namna dunia inapoenda. Amen. Tunaenda kwa namna ambavyo Mungu anataka tuende. Amen. Ndio maana kanisa wewe sio wa kawaida. Yes. Usije kuogopa wamesema sio kuna umaskini. Usije kuogopa wamesema sio kuna magonjwa. Sikiliza shida la kila mtu kila bendengo wapo ambao kuna moto au kuogopa moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kuna watu wanakudai ulishawahi kuingia kwenye mikopo. Wanasema wanauza vitu, watauza vya wengine sio vya kwako. Amen. Utalipa kama unaishi kwa roho. Amen. Utalipa kama unaishi kwa roho wa Mungu. Amen. Na utakuwa nacho zaidi ya hicho ulichonacho. Amen. Unajua kuna watu wanamkosea Mungu anasema, niliogopa siku ya marejesho. Web box. Unazo nguvu za kubadilisha chochote na ujuzi. Na ndio maana unaitwa box. Box ina uwezo wa kutunza vitu vyema alivyokuvitumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Na ndio maana roho ya Mungu inakaa ndani yako. Roho ya Mungu inapokaa ndani yako inakuongoza kushinda. Na ndio maana Shadraka, Meshaki na Abednego hawakuangalia mazingira ya mfalme. Amen. Waliangalia Mungu wao anataka nini. Hawakuangalia mfalme atafanya nini. Na ndio maana usio kaangalia maisha yatakufanyaje. Angalia Mungu atakufanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na Kristo anaangalia Mungu atamfanyaje. Mungu atamtendeaje. Katika mapito yake, katika ya shida zake, katika ya adui zake. Ndio maana hawakuogopa tanuru ya moto hata kama inateketeza. Amen. Imezoea kuteketeza kuni. Lakini wakati huu haikuweza kuteketeza kinashida la Meshaki na Abednego. Haijalishi kuna watu wanaroga. Haijalishi kuna watu wana majini yanakunywa damu. Yalikunywa sahau ya kwako yatakunywa. Amen. Damu yako itanywewa. Hautaishiwa damu. Hautaishiwa damu. Hautaishiwa damu. Waliokusudia waishiwe ndio watakaoishiwa. Waliokusudia waishiwe ndio watakaoishiwa. Kuna vitu unapoishi kwa roho. Amen. Anayekutengenezea mtego wa kufa, ajiandae kufa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mahali pengine anasema shimo walilolichimbia wamedumbukia wenyewe. Shida wapendwa wengi hawataki kukaa na Mungu, wanataka mfanye Mungu kibarua. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Yaani mfanye Mungu kuwa mkuu, kuwa juu yako. Ndio maana sasa anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana yake anatawala mawazo yangu, anatawala maamuzi yangu, anatawala mipango